يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل شهر الله. يا من قد أسرف أوتاه قد أقبل شهر الله. أقبل وأطلب فيه الرضا. أقبل وأطلب فيه الرضا واستلم الفيض الرحمن. رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. Katika nukta hii ambayo twaendelea nayo leo ni tatu, na ni matumaini yangu kwamba leo tutaimaliza ili kesho insha Allah tufungue nukta nyingine. Tuko kwenye kitu wanachokiita wataalamu wa nyanja za media i'lam wakiita ar-risala al-i'lamia, ujumbe unaotumwa kupitia tendo la media. Nikazungumza siku ya kwanza maana ya huu ujumbe kwa jumla, wanamaanisha nini, na yana nikauliza masuala mawili. Suala la kwanza, ujumbe wa Kiislamu wa media ni upi? Na hili nilijibu kulingana na maoni ya watu watatu. Kisha tukawa tumebakisha suala la pili. Sasa baada ya kuujua ujumbe wa Kiislamu ni upi, ni zipi zile wanazoziita, au kama wao walivyoitupa hii suala wameitupa mahia khasaisu ar-risala al-i'lamia fi al-islam. Ujumbe wa Kiislamu katika media wataka uwe na sifa zipi? Nikawa nimeanza kulijibu yana kwa majibu ya Shahid Mutahhari. Shahid Mutahhari rahmatullahi ta'ala alayhi asema ili ujumbe, ana utangulizi mrefu, sikuusoma na wala sitausoma kwa sababu utaturefushia, lakini kwa ufupi ataka kunena kwamba kiini na nguzo ya kimsingi
ya tendo lote lile la media ni huu nini? Ni huu ujumbe. Na ujumbe ndio unaowaunganisha watu na ule anayetuma. Sasa akasema ujumbe huu lazima uwe na sifa ngapi? 2 za kimsingi. Sifa ya kwanza akaiita ni al-aqlaniya, sifa ya pili akaiita ni mutabaqatul fitra. Ni sherehe ya maneno kwamba media yalenga akili ya mwanadamu, na mwanadamu kama mwanadamu alivyomuumba Mwenyezi Mungu, kitu chochote anachokipokea hawezi kukikubali mpaka kilingane na mambo mawili ya kimsingi kwake: kioane na akili yake na kioane na maumbile yake. Na ndio hizi sifa 2, al-aqlaniya. Kusudia nini akinena al-aqlaniya? Asema an takuna mantiqiya fi turuhatiha wa munsajima ma'a al-fikri ma'a at-tarh al-fikri wal-aqli. Ni kwamba ule ujumbe huo ni ujumbe wa kuingia akilini na watembea katika misingi ya kiakili inaoaminika, yani logic. Pili, na asema kitu hiki Qur'ani kimetilia mkazo sana. Wewe unaweza kuna ustadi, lakini dini lazima na akili. La, Qur'ani nimewaambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam jana alisema la dina liman la aqla la wala aqla liman la dina la. Hana dini asiyokuwa na akili, na hana akili asiyekuwa na dini. Zitu hizi wili zatembea pamoja. Na ndio wewe nenda kwenye msahafu yao, shika kutoka mwanzo mpaka mwisho, jaribu kufanya utafiti wako mdogo, ziangalie tu aya zinazomalizika mwisho kwa Mwenyezi Mungu kuuliza afala taqilun afala tatafakkarun ya ulil albab, kwa wenye akili. Kwa hivyo Qur'ani yenyewe yakwambia yazungumza na watu gani? Na wenye akili. Qur'ani yenyewe yafika mahali yakwambia fikra zinazotolewa na Qur'ani anaoweza kuzifahamu ni nani? Ni mwenye akili. Lakini watu wengine wanazita na akili, ukwambia sisi watu wa akili. Kwa huitaki akili, huitaki dini. Naam, akili ni muhimu sana, jambo la kimsingi. Akili si hawa za kibinafsi. Lazima tutofautishe baina akili. Akili yakwambia 1 + 1 ni ngapi? Ya Adam ilipokuwa Isa, na inshallah itakapokuwa baada ya miaka milioni 1 haibadiliki 1 + 1 ikawa 3. Huu ni msingi wa kiakili, hakuna badilika. Lakini masala mengine ambayo waweza kuona yao ni mapendeleo yako, kesho si mapendeleo yako, hizo si akili, hizo ni mudi zako za kimaisha. Qur'ani imejisifu kwamba ni haki. Shahid Mutahari yasema kuthibitisha kwamba Uislamu una ujumbe unaokwenda sambamba na akili. Asema aya kadha wa kadha, nitawasomea 2. Mwenyezi Mungu atuambia qad ja'akumul haqqu min rabbikum, imewailia nyinyi haki. Haki nini? Nenda katika makamusi ukafanya utafiti uitafute maana ya haki nini. Moja katika maana ya haki wanatuambia ni an yakuna shay'u mutabiqan lilwaqi', ni kitu kiwe cha umana na misingi halisi ilivyo, yani ni kitu kinaungia akilini. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu amwambia bwana mtume hiyo ni Yunus loisoma mando, ameuita Uislamu au amemuita mtume ni haki. Katika Baqara asema amwambia mtume inna arsalnaka bilhaq, sisi tumekutuma wewe ya Rasulullah, ujumbe tuliokupatia ni ujumbe unaoitwa nini? Haki. Na haki siku zote ni kitu kinachokwenda sambamba na akili. Ndio wengine wanaita al-haqqaniya badala ya kunena aqlaniya. Kifungu cha pili Shahid Mutahari likisherehe kwa urefu yana asema kiumane na maumbile, na nilipiga mifano ya maumbile, sio
katika kula kunwa. Ni muhimu sana tujue tunapompekea ujumbe mwanadamu kwamba sisi twampekea mwanadamu, hatuwapekei majini. Twampekea kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba, ni kiumbe hula, huvaa, hulala, ataka mwanamke, anao mahitaji ya kimaumbile. Kwa hivyo ni lazima ujumbe ule usimnyime mwanadamu mahitaji yake yale ya kimaumbile, umpatie kwa zipimo, kwa sheria, kwa mipaka. Ndio Uislamu wapinga zina, lakini pia wakataa kuokoka. Uislamu wapinga zina na wakataa kuokoka. Masala ya kuketi bila ya kuoa hakuna, unless kuna tatizo. Pengine mtu ana tatizo, hapo masala mbali. Lakini kuzina free, fanya utakalo pia mekuwekea mipaka. Na Mwenyezi Mungu si mimi mwanamume jamanini, wala si mwanamke. Mwenyezi Mungu alisoma, aliyetuumba, anatujua huu mwanamume hahitaji zaidi ya mwanamke mmoja. Akatwambia fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Na ukweli wa mambo, maumbile ya mwanamume, awe Muislamu asiwe Muislamu, ana mwanamke zaidi ya mmoja. Ile reality. Sasa huku wankuliwa mwanamke wa kando, huku wankuliwa mke wa pili, huku wankuliwa mwanamke wa siri, huku tamankuwa kadhaa. Lakini naturally ya dunia yatembea hivyo. Mimi niliwaambia siku moja gazeti la Nation sijui nini, karibu miaka kadhaa ya nyuma, lilifanya utafiti Kenya, wanaume wanaotembea nje ya ndoa ya wake zao Kenya wakapata 70% zaidi ya 70. Waenda na wanaume. Sasa hata mwanamke aizao mumewe kuoa huwa hataki tu aoe, lakini huwa amempa leseni ya kuzini. Asijidanganya. Asijidanganya. Leo utakuta leo wale wachao wake zao wasioe, fi natija atakwenda kufanya nini? Kuzini. Kwa sababu angalia ndugu zangu, hamuwezi kusimama mbele ya force ya nature. Uwezi. Ndio angalia leo matatizo ya kuokoka yamesababisha nini ndani ya makanisa? Kila siku kutoka kashfa. Ole, umemwata mwanamke alikuhalalishia Mwenyezi Mungu, mara umeangukia kwenye kijana wa kiume. Haya. Yalikuwa hiya. Mwanamke amemwata mwanamume alohalalishiwa na Mwenyezi Mungu, sijui umeokoka na nini, mara umeangukia kwenye masuala ya wanawake. Kwa nani? Kwa wanawake. Huwezi kusimama mbele ya force ya nature. Dini, kama kulikuwa kuna mtakatifu, kama kulikuwa kuna kiumbe ataka kutuonesha kwamba haya mambo ya wanawake si muhimu, haya si muhimu, muhimu ni kupiga swala na ibada na saum, angeanda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangapi? Tisia Sheikh. Tisia. Naam. Wengine utuambia kwamba alikioa kwa malengo mingi, kustiri. Pengine alikuwa na kama Abu Salama ni sahaba, rafiki yake akauawa, akamuona Ummu Salama ameatwa pweke, pengine unazijana. Ni kweli alikioa saa nyingine kwa kustiri, lakini simandia Sheikh mmoja Tanzania, sijui kwa Sheikh Kipozeo juzi, asema katika muhadhara wake mmoja, asema sisi mara nyingi unena kuoa kuwastiri wanawake. La, nkustiriana Sheikh, si kuwastiri wanawake. Hata Mwenyezi Mungu amenena yeye, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ni wewe nguo yake ya kumstiri na yeye kuna na yale mambo sharti ustiriwe nayo. Ndio haya sasa. Kweli Mwenyezi Mtume alikioa kwa malengo ya kidawa na ya kitablighi, lakini zile ndoa hazikuwa na haki ya kitanda. Hazikuwa na haki hiyo.
turudini kwenye mada. Kwa hivyo ndugu zangu, ujumbe wowote ukitaka kuuza ujumbe wako, na hapa tunazungumza ujumbe wa Uislamu, tuutoe ujumbe ambao utaumana na misingi ya kiakili, na tuutoe ujumbe ambao utaoana na misingi ya kinini, ya kimaumbile. Ujumbe wa kuambia watu musile kula ni mikate mikavu, msivae nguo, vaani nguo za ziraka, sijui msioe, huu ni ujumbe hauwezi kupata mafanikio ya kupenyeza katika maisha ya mwanadamu. Naam, huyo ni shahid mutahari. Mwingine kuna baadhi ya wanazuoni wengine wametoa sifa 3. Huyo anatoa sifa ngapi? 2, nimeziita al-aqlaniya wa mutabaqatul fitra. Kuna mwingine ametoa 3. Tuzisikize, ni muhimu, zitatufaidisha katika maisha yetu. Ya kwanza asema ujumbe unaotaka kutumwa na media unaoitwa ujumbe wa Kiislamu, kitu cha kwanza uwe ni antakuna dhata ma'nan fi hayati almutalaqi, uwe ni ujumbe una maana katika maisha ya anaopekewa. Wajua maana ujumbe wenye maana unamaanisha nini? Yani aendelea asema afasiri yo maana kuwa na maana, muttasilatun bihayatihi, una mahusiano na maisha yake, utouch maisha yake. Ndio kuna zitu ziwili watu hukosa, nataka tusiingie kwenye zitu hizi ziwili, zote ziwili ni makosa, tuwe katikati. Hizi zitabu za zamani zisomeshwao madrasa zina tatizo, lakini hatuneni hazina maana. Mara nyingi watu hukwambia zitabu hazina maana, muketizia ustadhi hiki faslun, hiki nchawanyo, sijui kupetwa, hizo hazina maana. La, si sawa kunena hazina maana. Hazina maana kwa maisha yako ya leo wewe, zilikuwa na maana kwa maisha ya alokuwa kabla yako wewe, ndio zilowaunda mpaka kina Imam Shafi na mujtahidina hizi zitabu. Usizinene hazina maana wakati ule zina maana. Wewe leo ukienda ukisoma kitabu cha zamani kikisomeshwa katika hauza za Kishia chaitwa Sharai'ul Islam cha al-Hulli, muhaqqiq al-Hulli au al-Allama al-Hulli, ni mmoja katika wawili. Ukifika katika mlango wa kisima kuna jisika katika babu tahara. Sisi tumesomeshwa kitabu hiki tulipokuwa hauza Libnani masomo. Ukifika katika hukumu za kisima kinajisika, kuna karibu kurasa sijui ni 10, waweza kuketi siku 5-6 wewe kusomeshwa darasa hilo, na hayana tena mahusiano na maisha ya yetu ya leo. Sijui ikiwa uliingia ni mkoyo kwenye kisima utatoa madoo 5, sijui ikiwa uliingia ni kadhaa utatoa madoo 10, sijui utatawanya madoo 10, sijui utatawanya madoo 7, sijui utatawanya madoo 100, utaketi paka lini utawanya madoo ya kisima, peja pampu ya mashini maji toa yote. Lakini usiniambia hakina maana, kwa sababu wewe umepata mashini hiyo kwa wakati wao, doo lilikuwa ndio suluhisho. Sasa hizi fikra pia tukizipigia mifano, tusiwape watu, tusiwaishishe, tutanena Kiswahili, watu historia ya Uislamu, wawateni watu waishi hali halisi ya Uislamu ilivyo sasa. Historia tukwenda kuitukulia mfano tu, na mara nyingi tukenda tukisoma sera sisi hujisahau. Tukatoa ziswa za masahaba, tukatoa ziswa mfano za mitumi. Wakati tukitoa ziswa za mtumi tutakuwa kama example tu, lakini haimaanishi kuimplement kila details iliyoko katika ziswa zile katika maisha yetu. Tunataka kurudi miaka 1000 nyuma, hayahusiani na maisha yetu. Sijui tumeelewa vizuri sana. Naam, kuna zitabu zimetungwa, msione mambo ya madarasa tu, zaitwa qasasul ulama, ziswa za wanazuoni.
ambao yao kwa huku kwetu East Africa wanazuoni wapenda sana masala ya kila akitoa muhadhara atoe kiswa cha mwanachuoni, kiswa cha Habib Swaleh mathalan, kiswa cha mwenye Badawi, kiswa cha Sheikh Al-Amini, sio kiswa cha nani. Naam, lakini waoneshe vijana kwamba kuna mengine hayatekelezeki yao yalikuwa ya wakati wao. Usimconfuse wale nilowaambia yana, usiwaingize watu katika tanakudhati baina yanayonenwa na yanayotekelezwa. Naam, Mtume alioa wake 9, lakini si nyinyi mnaoruhusiwa kuoa 9. Waeleze hilo. Kwa hili halihusiani na maisha yenu. Ndio hii anaokusudia uwe ujumbe wa media unaopelekwa kwa Waislamu wapekewa mambo ambayo yaambatana na maisha yao ya leo wanaoyaishi kila siku. Usiwapekee mambo ambayo hayawahusu wao, ima yawahusu waliopita ama yahusu mambo mengine. Ndio ule bwana alikuwa kumuuliza shekhe siku moja, shekhe, kweli mimi nikaenda kule mwezini nitaikelea wapi kibla? Akamwambia, kwanza siku ya hapa msikitini ukaswali ukakiwa kibla cha ardhini. Uswali kamwe, nataka kujua hukumu za mwezini. Ona, tunataka kujua yasotuhusu, yatuhusuo hatuyajui. Una mpango kwenda mwezini? Maana yake nataka nikuulize swala hilo yani. Ukiwa kuniuliza nikuulize, shekhe, umepata mpango ndio mwezini? Uenda mwezini? Ziko, sikwambia hakuna majibu. Ayatullah Ash-Shahid As-Sayyid Muhammad Sadiq As-Sadr, wanamuita Ash-Shahidu Thani au As-Sadru Thani, ana kitabu ugogo limutakipata akiita Fiqhul Fadha. Fiqhul Fadha, fiqhi ya space. Kiko, nenda kasoma. Kama utakujua mambo ukienda kibulani Al-Kaaba yako itakuwa ni ipi, tawafu utafanya ipi, utafunga vipi, amezieleza zote. Lakini suala ni hili, kabla huyazengea kibla cha kuswali mwezini, hichi kibla cha ardhini wewe wakijua? Sijui tupo vizuri sana jamanini. Tusiulize masuali ya kupumbaza akili, tuulize masuali yanayohusu nini nitakachokifanya baada ya hapa. Na mwanadamu siku zote hupenda sana masuala yanayomfanya asiwajibike. Hapendi kuuliza masuala ambayo jibu lake la msukuma moja kwa moja kwenda kufanya nini? Kuwajibika. Kuuliza, mimi ustadhi nina babangu sasa hivi, wajibu wangu ni nini? Ni mgonjwa, wajibu wangu ni nini? Utayaona maswali yetu mingi ni maswali ya lau ile ya juu ile. Ustadhi lau, yani hali yawa hilo. Tupo vizuri sana. Lau nimetukua mkopo benki. Ushatukua bado? Basi ngoja taratibu. Basi ala lau mtu alizaliwa una tupu 2, tutafanya hiye. Sasa ngoja mando. Hiyo yako moja tu mando tujadilio. Iliyoko an takuna dhatu ma'nan fi hayatil mutalaqi. Pili, an takuna qadira. Ujumbe wa media ya Kiislamu, sifa ya pili, huyu bwana asema an takuna qadiratan ala kasbi thiqatil mutalaqi. Kwanza aseme ni msikilizaji ahisi kwamba haya yanenwayo yahusiana na maisha yangu. Mfano, sasa wewe ukifungua redio, habari inaofuatia ni kuhusu wavuvi wa Lamu baada ya kujengwa Lapset. Kila mvuvi anaiona ni habari ya muhusu ama haimuhusu? Ya muhusu. Atafungua mashikio ama hafungui? Habari inafuatia ni kahawa, itakuwaje? Tazima, utaangalia nini nyingine? Kuna kahawa kwetu sisi, shokhasi ni mambo ya kahawa huko. Na wapa mfano yani, angaliani mtu anapoona habari ya muhusu, anapofungua masikio yake, na anapoona habari haimuhusu, anapofunga nini? Masikio yake. Sasa wewe una walengwa wako katika media, wataka kuwalenga Waislamu, wataka kuwalenga watu wa Amu, wataka kuwalenga watu wa Pwani. Yategemea wewe mwenyewe target zako. Je, ujumbe utakao kuupitisha pale utamfanya mwenye kusikia auone wamuhusu maisha yake, au aone ni sinema kama sinema za Zipindri? Pili, je,
utaweza kupata uaminifu wake? Thika. Hichi ni kipande muhimu sana. Thika ni yani ni ujumbe usokuwa na kusukuma pikipiki. Kusukuma pikipiki. Mwayo kusukuma pikipiki? Zamani mkiangulia maembe sio mkirusha pikipiki. Kwa kurusha tu. Yale niwaambia, hakuna statistics, hakuna ithbatati, zitu za neno ovyo, kishtuka watu wakaenda kiziangalia, sivyo vile zilivyofanywa nini? Zilivyonenwa, kishtuka angalia bwana, hii ni redio ya kuropokwa tu bwana. Kama unena kuna zitu suswa sisi baadhi yetu sisi mashekhe ni wepesi mno kutabani umumati. Tasikia mtu ametoka nyumbani amesikia kesi pale kuna mwanamume amemwata mkewe. Akipanda mimbari siku ile nena talaka zimezidi jamani ni amu. Subhanallah, kwani nga Sheikh umekwenda kufanya una takwimi kwa kati pengine mwaka huu ndio talaka zimepungua? Sababu tisha watu wewe kabla ya kuweko zenye kutisha. Kama wale akwambia amu bwana drugs imeenea, kwani wavuta wangapi? Pengine 50. Sitaki kudharau zitu hizi mimi lakini zinene zitu kwa namba, zinene zitu kwa percentage zake, na huwezi kuzinena zitu kwa percentage zake ikiwa hukufanya research. Ndipo pale utakapokuwa wewe husukuma pikipiki tu. Talaka zimezidi jamaa, huwa 5 tu. Ukiulizwa toka tuanze mwaka wa 2018 mpaka leo kuna zeti zingapi za talaka zimetoka kwa kadhi? Kaenda pengine za kuambiwa nzi 5. 2017 zilitoka zingapi? 50. Sasa imepanda ama imeshuka? Na mfano hapo, wata unaizungumza naye akuone wamuheshimu akili yake hata kama wakhtalifiana naye. Napenda tutofautiane. Kuna wakati twaweza kuwa twazungumza hata sisi hapa msikitini. Sasa kwa mimi nazungumza kitu kinyi hamkubaliane nacho, no problem. Lakini alal aqali anayekusikiza aone hata kama wakhtalifiana naye lakini wamuheshimu akili yake. Wale ihtarimu uqula an-nas. Msiwaambie watu yao hili kesho waambia hili. Hii ni kuteza na akili za nini? Za watu. Kwa mimi uzi wastaki kutoka, lakini mara nyingine ubidi usukume. Wakati ile niliponena masala ya kubomu, kuna baadhi ya mashia wanaotukana maswahaba na nini na project kwa upande wa ndugu zetu sasa ahli sunna. Manake ile clip mimi nikulambate huku na huku kwa mashia na kwa nani na kwa masunni. Kwa upande wa ndugu zetu kuna jamani nitumia gazeti la WhatsApp kama ambao kwamba mimi Biharul Anwari siyaisoma wala nini. Naambia bwana usiketi msitupige msasa. Anaambia sisi kubalini tu mtukana maswahaba na nini. Nisikutaka kumjibu. Kaambia mbona mwatuonea sisi tu mashekhe matajiri hawatukani maswahaba, matajiri wa kishia? Hao matajiri wa kishia hawatukani maswahaba, hawatukana maswahaba mashekhe tu. Mbona utuonea sisi jamaa matajiri muwatukuzie mikononi upanda magari yao? Hili ndio jawabu ndio njibu. Ala kulli hal. Kwa hivyo sasa na ule tajiri wawayua nyinyi sitaki kuwataya maina na mwayua waendao kushika foleni wenye kupoa milioni 3 wenye kupoa milioni 4 na usiku wakizitaka tuzitoe kwa hisabu tutazitoa. Ala kulli hal. Sasa ikiwa hao mashia utukana maswahaba isiwe ni ushekhe tu wa msikitini msimuonee ambao hana chake, na ule awatizio mfukoni wapeka huko akiwapeka huku pia naye mwateni pia utukana maswahaba na senti zake za kutukana nini? Atakwambia ule hatukani ataka umoya. Sawa, na mimi nitazengia senti niwape ili mnikubali niko taka umoya. Ala kulli hal, turudi kwenye mada. Antakuna qadira ala kasbi thiqatil mutalaqi. Heshimu siku zote akili ya unayezungumza naye,
hata kama wakhtalifiana naye, muoneshe kwamba nakutambua kwamba wewe ni binadamu, una akili yako, una kitujio cha kuyatuja ninayoyanena. Usimfanye mtu ni kama punde wamtia zitu, yao wataka aone hizi ni hivi wamuonesha, yao ataka aone hizi ni hizi wamuonesha, wateza na watu. La, mwenye akili si wewe tu uloketi kunena, na wasikizao pia wana akili zao za kutuja. Kwa hivyo hizi TV zetu na redio zetu zataka ziwe makini wakati wa kutupa hizi habari, zijue kwamba zazungumza na watu wenye akili zao na kwamba wanaheshimika. Na itakuwaje? Tupani habari kwa zipimo, tegemeani takwimi za kisawasawa, tegemeani dalili za kisawasawa. Usije tu ukainenea maneno ya kuropokwa tu shekhi. Toa kitu kwa facts, sio ndio kunena kwamba la kuna kadhaa kimesababishwa na kadhaa na dalili zake ni kadhaa. Wata anayekwenda kinyume na wewe aje azibomoe dalili zako kwamba la si hivyo bana, dalili mimi naiona ni hini. Lakini maadamu kwamba mimi nimejenga ujumbe wangu, nimeuweka katika zipimo za kilogic na nimeuwekea dalili, yaweza kuwa pia dalili zangu ni za makosa, nimekosewa saa nyingine, it is okay. Lakini inamaanisha kwamba mimi nakujali wewe ni mtu, hukubali kitu paka kwa nini? Kwa dalili. Si masala kupatikana tu. Na niliwaambia hivi ndivyo mtume alivyokuwa akizungumza na wapinzani wake sallallahu alayhi wa sallam. Sasa mtume hakuna lugha za kutishana shekh. Hizi lugha za mtu ukimuuliza suala sijui ben kafiri ben kadha, hakuna. Na yoyote aweza kukosolewa isipokuwa Mungu na mtume wake, walobaki watakosolewa. Situmie lugha za kutishana katika nini? Ndo kwa mantiq na mantiq, logic kwa logic, dalili kwa dalili. Angalia Qur'ani, mtume mara ngapi Makureishi, Mayahudi, mushrikina wamekwenda kumchallenge, mara ngapi wamekwenda kumchallenge, na mtume akiwaambia nitawajibu. Likimshinda pale akiwaambia nipani muda paka kesho utakuwajibu. Wayasalunaka an dhil qarnain, sio tupe habari kuhusu Qarnain kama wewe ni mtume kweli. Wayasalunaka paka wakafika kumuuliza ruhu ni nini, kama wewe ni mtume kweli. Wakaenda wakimchallenge kwamba Mungu hakuna, wakaenda wakamwambia wewe kama waamini kweli, sisi tuna mushkili hii Qur'ani wateremshiwa, mbona hatuoni hiyo communication unaoifanya wewe na Jibrili mbele tu? Kwa nini sisi hatuwezi kuona pia tukathibitisha, tukamuona ule Jibrili amekuja utukuzie parcel imekupa sote, tukaenda tukatoa ushahidi kwamba kweli jamani nimetewa parcel. Tume aliwafukuza maneno gani wamenena mtakumuona Jibrili? Mwenyezi Mungu anamwambia wajibu hivi. Siwaulize suala. Haya sawa, tutamweta Jibrili wamuone. Wataka kumuona Jibrili katika maumbile yake kama Jibrili, ama wataka kumuona Jibrili kwa sura za binadamu? Suala la kimsingi. Nyinyi kina Abu Lahab na kina Abu Jahali mmenena hamwezi kumwamini Mtume Muhammad mpaka mumuone Jibrili anavompa kitabu. Sasa nawauliza, Abu Jahali natoa kama mfano tu, wataka kumuona Jibrili jinsi alivyomuumba Mwenyezi Mungu, ama wataka kumuona Jibrili kwa sura za kibinadamu? Nijibuni. Akia kwa sura za kibinadamu mtanena ni mganga, ni jini tu ule, si Jibrili. Mtarudi mtalitoa. Kwa sababu akia kwa sura za kibinadamu mtamuiwa yeye huyu ndio Jibrili. Kwa hivyo mpaka mumuone alivyo. Je, uwezo nyinyi ukibaki kama Abu Jahali, uwezo wa kumuona Jibrili unao? Wewe mushrik unaoabudu sanamu, communication yako yaweza kufika kwenye level ya kumuona Jibrili? Paka uwe mtume.
Sasa Mwenyezi Mungu amwambia mimi masuluhisho ni haya mawili. Ima ni muwete Jibrili kwa sura zake, atamuona ni mtumi, na baadhi waliofika daraja kubwa waweza wakamuona. Sio nyinyi mtakao kumuona. Hamuna uwezo, chombo chenu cha kuokota signal ni ndogo. Tasimu zenu sawa sawa na network iko, lakini nyingine hushika, nyingine hazisiki. Tupo. Allahumma salli ala Muhammad. Sio? Leo satellite za tuma TV. Si kwamba zimepekwa nyumbani kwa Muhammad, nyumbani kwa Bakari hazendi. Alofunga dishi, mwenye uwezo wa dishi atazipata, asokuwa na uwezo wa dishi hazipata. Lakini kwa watu wote ziko. Hapa tukiziepo malaika utupita. Mawali wa Mwenyezi Mungu waweza kuwa huwaona, sisi hatuwaona. Si kuna hadithi kwamba mkiingia msikitini, mkitoka malaika wamepiga foleni milangoni huwapa hongera katika zipindi za swala na nini? Mwawaona hao malaika nyinyi? Hamuwaoni, kwa sababu ruhu zenu hazijafika kwenye level ya kuweza kucommunicate na nani? Na malaika. Yataka kujilelea. Sasa Mwenyezi Mungu anambia nini? Haya, wakamwendea mtume. Angalia logic kwa logic, hakuna kurukiana. Wakamwendea mtume wakamwambia, basi kama Jibrili hawezi kula yeye paruanja tukamuona, basi na uteremke mswahafu ya tuuone kitabu shuka kama kushuka mvua. Watu wapotofu. Mwenyezi Mungu akamwambia, sawa, sijashindwa, lakini suala ni hili, kikateremka hicho kitabu, hatonena ni uganga kisha mtanena mtume pia amefanya uganga, ameturoga mato, tumekuwa huona makaratasi hufanya nini? Huteremka. Kwa hivyo tusidiscuss zitu hizi za shakiliyat. Mungu akamwambia mimi hata niwapendia muhimu ya kuthibitisha hii Qur'ani. Ikiwa ni ya urongo, haijalishi kuteremshwa kitabu. Ikiwa mtume ni mganga, kama aliweza kuwaroga kwa hayo mengine, aweza pia kuwaroga kuwaonesha kitabu fanya nini? Kuteremka. Ikiwa mtume ni mganga, ni muamini, kama alivyowaroga kwa mengine, aweza kuwaroga kumweta mtu mkadhani nani? Ni Jibrili. Haijatoka kwenye uganga. Mimi hata Mungu awaambia niwape kipimo ambacho kitawapa nyinyi ukweli kwamba hii Qur'ani ni ya sawa au si ya sawa, ni uganga au si uganga. Ndio kitu kinachoitwa miujiza. Qur'ani si imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu? Harufu zilotumika kwenye Qur'ani si ni alif, be, te, the, jim, he, khe, dali, dhali paka ye. Na ndio maana tafsiri ya zile alif lam mim. Baadhi ya wanazuoni wanena zile harufu za sura maana yake ni hini: alif lam mim, yani alifu, lamu, mim. Yani Mwenyezi Mungu anambia material ilotumika kubuni hii Qur'ani ni hizi harufu za Kiarabu, ndio zilotengeneza dhalikal kitab. Tupo vizuri sana. Na angalia, mara nyingi utaziona sura zimezoanda kwa hizi harufu, linalofuatia moja kwa moja ni neno linaohusiana na Qur'ani. Hamim kitabun. Sio mara nyingi, ndio kunitukulia kila mahala utakwenda kunambia kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Haikutajwa Qur'ani hapo. Pengine naweza kukwambia hono dhikru pia ni katika hono wahi. Tupo vizuri sana. Alipomteremshia nani? Nabii Allah Zakaria. Kwa hiyo waambia tusifanye marefu. Mimi nitawapa shortcut. Upija mayowe. Wezi uninganga. Sheikh, si mmetumia ubao kutengeneza imeza na nakshi. Na nyisi mna mabingwa hapa kina Kijumwa na kina nani walioleta nakshi hapa, na watengeneze meza kama hii simple. Kama Muhammad aliotengeneza, na wao wanatengeneza. Baarabu masifika, takamfahamu ilipoteremka Qur'ani, watu wa Maka walikuwa wamefika kilele katika literature ya nini? Ya Kiarabu. Sio yeo Kiarabu kiko tini kuliko wao.
handoni. Kiwa Muhammad binadamu kwa kawaida, si mtumi wa Mungu, amefanya matalasimu yake imetengeza, na nyinyi fanyani matalasimu yenu mtoe kama hii. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Allahumma salli ala. Kisha Mwenyezi Mungu akawachallenge, awaambia wallahi law ijtama'atil jinnu wal insu, sio wewe Abu Jahli tu na Mughera na nani, binadamu wote wakakusanyana na majini, wakaenda wakawaomba na majini wafanye nini, wawasaidie, ala an ya'tu, waanze kuweta mfano wa Qur'ani hii, hawatoweza. Hiyo ni miujiza, na hii si mada ya kuzungumza leo, nimependa tu kuigusia. Kifungu cha mwisho tuimalize mada yetu. Ujumbe wa media ya Kiislamu ni lazima ufuate nasaha zifuatazo. Aulawiyat, priorities, muhimu sana. Kipi chafaa hapo leo? Mfano, si tuko mwezi wa Ramadhani siku hizi, wataka kuweka darsa katika redio, wataka kuweka darsa za dini katika TV, wafundishe watu sawa, ndio priority kwa watu sasa hivi. Idi bado siku 3-4, weka darsa, wafundishe watu zakatul fitr, ndio priority kwao. Na wapa mfano mimi, haya yako kwenye fiqhi, yaweza kuwa kwenye siasa, yaweza kuwa kwenye uchumi, yaweza kuwa kila kitu. Mfano, mwataka kuwa na ujumbe wa Kiislamu kuhusu uchumi, kama nilivyowaambia, Ramadhani bado siku 10-20, waonesheni watu opportunities zinazotengenezwa na ibada ya saumu, zinao-create nafasi za biashara, watu watazitumia vipi. Eteni mtaalamu wa mambo haya Muislamu, ayuao namna ya kuanalyze mambo haya ya uchumi. Pengine sisi mashehe zitakuwa hutupita katiti. Neshe watu ile demand inavyokuwa ya zitu, kwamba siku za kawaida hakununuliwi mayungu, siku za kawaida hakununuliwi mapapayu, siku za kawaida hakununuliwi pojo kwa wingi, lakini population tulionayo hapa kisiwani mfano ni watu 30,000. Kwa hivyo ikiwa kila kadhaa kutahitajika robo ya pojo kwa siku, kutakuwa huzanywa pojo magunia mangapi, kwa mwezi tutahitaji pojo magunia mangapi, faida yake ni laki ngapi mwisho wa mwezi. Wajua watu husukumwa zaidi kufanya kazi wakati anapooneshwa aqibatul umur, mwisho wa mambo ni yapi. Mtu aweza kuona udharau tu, wewe muona mtu utishie kopo upima pojo tu pale, pengine mwisho wa mwezi imefunga 200,000 300,000. Tashuka, laki mbili baba, faida. Yeye unaona si ndio tu upima pojo tu. Zitu wafundishwe watu namna hii. Watu wataka kwenda haji, karibu ya haji nini? Aulawiyat, siasa yale wakabili zaidi, kama sasa hivi mambo ambayo ni changamoto kwa watu wao wafundishwa. Ni muhimu ujumbe wa media wa Kiislamu nafupisha, ulinde kitu kinachoitwa nini? Aulawiyat, zile zipawa mbele. Pili, balance baina ya akili na hisia. Nimezungumza sana akili, lakini haimaanishi akili peke yake yapuuza hisia. Hata dini, hata Uislamu wakataa akili peke yake. Sikwambii hautaki akili, au hautaka akili, lakini si akili peke yake. Akili ikitangamanishwa na nini? Na hisia. Kwa sababu mwanadamu, sikilizani vizuri, sitaki kuyapanua sana, nitawapa mifano haraka. Akili yaona la sawa, haikusukumi kufanya la sawa. Akili yaona la sawa, lakini mara nyingi haikusukumi kufanya lile la sawa. Mfano ni kama ule daktari alosomea mpaka akapata PhD, akafika wakati akaandika kitabu best kuhusu madhara ya tembo, lakini yeye ni katika wamaliza ukreti kila siku. Sijui mmenielewa vizuri sana.
Ni kama ule profesa aliingia katika muhadhara akaeleza madhara ya sigara. Katikati ya muhadhara wake watu wote walikuwa wakivuta sigara walitoa sigara zao mifukoni wakazikata. Yeye akimaliza muhadhara wake alitunda gilasi ya maji akaanwa akatoa sigara mfukoni akafanya nini? Akavuta. Akaumaliza muhadhara wake wa saa kwa dakika moja. Sasa akili ya kufahamu kwamba hili jambo ni baya, tembo ni baya, anayo huyu kushinda watu wote, lakini msukumo wa kufanya aliwate ile jambo hana. Ndio ukakuta Uislamu wataka tumjenge Muislamu akili na tumjenge hisia pale palipokwenda akili yake. Ndio Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, la yu'minu ahadukum, hata amini mmoja wenu kwa akili tu peke yake, sitaki imani hiyo, hata amini peke yake mmoja wenu paka aengeze na nini, hata akuna ahabba ilayhi, paka tena mahaba ndani. Mahaba ndio ya kusukumao. Sisi tumeelewana vizuri sana. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, mahaba. Kwa hivyo redio au media au TV kwa jumla media, ikiwa yataka kutuma ujumbe, simaanishi itegemee logic peke yake, yategemea na zitu za kihisia. Na ndio nikakwambia sisi katika dini twa mix, kuna mahala pa logic twaweka logic, Mtume twamthibitisha kilogic, kisha twamwekea na maulidi kukuza mahaba yetu. Ndio dini yake. Imam Hussein twamkubali kidalili, twatoa dalili, kisha twamwekea na majlis kumlilia, kukuza upande wetu wa nini, rahisia. Yona leo tuko na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, siku zake hizi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib ana dalili za kutosha za kuthibitishwa, lakini ni muhimu ajengwe kihisia pia katika nyoyo zetu. Umuamini, umpende, ndio kitu kinachotakikana. Kwa hivyo tu balance, tusitumie hisia peke yake wala tusitumie akili peke yake, iwe ni mtangamaniko wa akili inaobakiwa na nini, na hisia. Nitakoma hapa leo, nataraji mengine nimeyakatakata. Kesho nataka nianze mada nyingine, mada inaosema malengo, na ni ya mwisho katika mlango huu. Kuanzia kesho kutwa, Mungu akitupa uhai na uzima, nitaka kuingia kwenye propaganda, kazi yake na upambana nayo vipi. Lakini hapa nitasimama kesho nikizungumzia malengo na nyadhifa za media ya Kiislamu. Malengo yake ni ipi, ni yapi, na nyadhifa zake ni zipi. Alhamdulillahi rabbil alamin.